Asante ni kwa ajili ya uhai. Asante ni kwa ajili ya ulinzi Bwana ambao tumetukirimia kwa wiki mzima hadi kufikia siku ya leo, siku ambayo tunaenda kuabudu katika roho na katika kweli. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Tangu mwanzo wa dunia mpaka leo hii, wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Hivyo ninakushukuru ni kwa ajili ya nafsi ya kila mmoja ambaye ameingia katika nyumba hii, ya kwamba kutafuta uso wako. Hivyo ulipokuwa na wanafunzi wako Jehova, ukawaambia kwamba wajifunze jinsi ya kusali. Hivyo asubuhi njema leo tunakuja mbele zako Mungu, chini ya miguu yako tunashuka chini ili ukapate kuinuliwa. Ndipo nasema, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama nasi tusamehe deni wanapotukosea. Usitutie katika majaribu, bali tuokoe na yule mwovu Shetani, kwa kuwa ufalme na utukufu ni wako kuanzia sasa na hata milele. Jehova Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye uwezo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako Mungu. Hivyo katikati ya wiki Mungu, kuna mtu amekukosa, kuna mtu ameenda kinyume kando na mapenzi yako Bwana, kwa kutazama, kwa kusikia, kwa kunena. Hivyo Jehova Mungu, tukamtia kisirani malaika wako Baba, tukachafua mavazi ambayo ulitukirimia Jehova. Ndiposa asubuhi njema leo ninaungama kwako nikiomba Bwana ukapate kutusamehe. Tutakase Bwana, tusafishe kwa damu yako iliyomwagwa pale msalabani. Kunena kwetu na kikao tukashirikishwa Bwana, tukaketi Baba kwa siri. Tusamehe Bwana, iwapo kuna kikwazo chochote kile cha kuzuia Bwana, ya kwamba usitubariki, ya kwamba usisikie dua zetu, ya kwamba ibada hii sikufikie. Iwapo kuna mtu Bwana alienda katika huduma akakosana na mwingine Jehova kwa ajili ya huduma, asubuhi njema leo Mungu na kuomba ukapate kutusamehe. Baba, ondoa kila uovu wote wa siri ambao umesomeka ndani ya mtumishi huyu, ndani ya baba huyu, ndani ya mama huyu, roho ya uchungu, roho ya hasira, naomba Bwana ukapate kuiondoa. Tuondolee kila mavazi ya kale, tuondolee kila tabia za kale, tuondolee kila utu wa kale. Tunaomba ukatufanye upya siku ya leo, tukakubariki machoni pako, maana ni siku ambayo umeitenga Jehova Mungu, tukapate kulisifu na kulinua jina lako. Hivyo Baba, nyumba hii Jehova Mungu naikabidhi mikononi wako. Angalia nafsi zetu Mungu, tunazinua kwako Jehova. Utukuzwe Bwana, uinuliwe. Angalia Petro alipokuwa akizama Baba, ni kwa ajili ya mambo yalikuwa mzunguka, kwa ajili ya mambo ya kiukoo, kwa ajili ya mambo ya jamii. Hakunyamaza, akasema Yesu nishike mkono. Asubuhi njema leo Jehova, tunaomba ukashike kila mmoja mkono katika nyumba hii. Shika baba huyu, shika mama huyu, shika mtoto huyu, shika kijana huyu. Iwapo kuna mtu ameyumbayumba katika hali ya imani, iwapo kuna mtu ameyumbayumba ni kwa ajili ya magonjwa, iwapo kuna mtu amekwazwa, iwapo kuna mtu amepitia hali ngumu Jehova tangu mwaka huu uanze, basi siku hii ya leo anaponyosha mkono wake Bwana, anapoliita jina lako asubuhi njema leo, naomba ukasikie kutoka juu mbinguni na ukapate kushika baba huyu mkono, ukashike mtu huyu mkono, ukapate kuponya nafsi Jehova ambaye ilikuwa imeanguka Jehova, ukapate kuinua mara tena. Ndipo sasa Jehova Mungu tunakuita Bwana Yesu, maana umesema tukakuabudu katika roho na katika kweli. Ndipo tuko hapa chini ya miguu yako, hivyo ukapate kutuongoza, ukatushike kwa mkono wako. Uliyesema kwa neno lako, mwanadamu hajui thamani yake, ila wewe ndio ujuae thamani ya mwanadamu, maana haipatikani katika nchi ya leo hai, wala bahari, wala vindini. Mlindini anasema haimo ndani yake. Hivyo ni wewe ujuae thamani ya mwanadamu. Ndipo sasa Bwana Yesu, tuko hapa Bwana ni kwa ajili ya kulinua jina lako, tukiomba Bwana ukapate kufungua njia, ukapate kufungua malango, ukapate kuondoa kila mizigo mizito, maana umesema njooni kwangu mliokuwa na mzigo, nami nitawapumzisha. Hivyo tumeikabidhi kwako asubuhi njema leo, tukiomba Bwana Yesu kaondoe kila mira na kila viapo, kila mateso na kila mahangaiko, kila vifungo vya siri, madhabahu ya siri na maagano ya siri, maroho zote za siri, laana yote ya siri. Hiyo ni jina watu wako wamebebeshwa, ambalo limefanyika kikwazo, kila vifusi vilivyosimamishwa, kila utu wote wa kale. Asubuhi njema ya leo tumekuinulia sauti zetu Mungu, ukapate kuondoa kila utawala wote wa mashetani, kila sauti zote ambazo watu wako wanasikia ambazo hazitokani na wewe. Asubuhi ya leo tunazimazisha zote katika jina la Yesu Kristo.
nikikaribisha ufalme wako Bwana, nikikaribisha na utatu wako Bwana. Hivyo Baba, kuanzia kwa madhabahu mpaka kwa malango, ukapite ukitawala Jehova, kupitia kwa imbaji hawa, ukatakase Bwana Yesu kwa zao, ukatakase na mioyo Bwana Yesu, wanapoenda kukutolea sifa, wanapokutolea maabudu, yakapate kibali mbele zako, na kupitia kwa maabudu hayo watu hawa kapone Baba, mbingu ikafunguke. Hivyo iwapo kuna mmoja alikuwa amebeba mwenzake, iwapo kuna mmoja kuna kikwazo kinaonekana kwa siri, naomba Bwana Yesu ukaondoe kila hati zote, ukaondoe kila ibada zote, ukaondoe kila siri zote, na hicho kioo cha mashetani cha kumulika na kufuatilia watu wako na ibada siku ya leo. Lika malaika wakapasue kila kioo cha mashetani, kila CCTV za mashetani, kila elimu imenua kinyume Baba, kwa ajili ya ibada siku leo, kila maroho za confusion, maroho zote za uoga, mashaka Bwana, ukapate kuziondoa asubuhi njema leo katika jina la Yesu Kristo. Hata Prisaida na mkabidhi mikono mwako, ukapate kuvaa mwili wake Bwana, ukapate kumwongoza sawa sawa na mapenzi yako Jehova. Ibada ya leo ni yako Bwana Yesu, nimekukaribisha ukapate kutawala tena kwa moto kuanzia kwa madhabahu. Mungu pale nje kwamba nimeenda nikaona Mungu. Karibuni wote. Oh
chukua nafasi yako, jiachilie tu mbele za Bwana. Hivyo songelea tu mbele za huyu Bwana. Usifunge kinywa chako, usiseme wewe uko sawa, usiseme hauna cha kuongea, usiseme nafasi haiko yako. Umepewa nafasi hii, chukua hii. Ni kwa ajili ya utakaso wa damu yake. Yesu Kristo akafa msalabani kwa sababu ya utakaso. Tukaambiwa tukiokoka, ya kale yamepita na ya sasa mapya yanaanza. Hivyo ni wakati huu ukachunguza tanzia wakati huo umeokoka. Hivyo lakini kunao mambo ambayo yamekurudisha kwa ule mtu wa kale, kwa yale mambo ya kale, kwa zile hali za kale ambazo zinakutofautishia wewe, nafasi yako zinakupoteza katikati ya linki yako na Mungu wako. Hivyo ni wakati ukamsogelea na mema. Mwambie leo anasikia, anakapa, anasema mahali ambapo tumekusanyika kwa ajili yake, ako pamoja nasi. Hivyo ako katikati yetu, ako ndani yetu, anafanya ndani yetu. Mwambie ingia, ingia Bwana wa majeshi, ingia uondoe huo uovu ambao ulikuwa umenikalia, uliokuwa umenizuilia kuona ukuu wako, kupokea baraka zako, kupokea uponyaji wako, kupokea neema yako, kupokea kibali chako. Anza kumwambia Bwana, niondolee leo, niondolee Bwana wa Mungu. Yesu Kristo, uliyekubali mauti ya msalaba, ni wewe ninakukimbilia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Songelea huyu Bwana wa mabwana. Msongelee Bwana wa majeshi. Msongelee mfalme wa wafalme. Msongelee kimbilio na tegemeo. Mwambie kama sio wewe Bwana, niende wapi mimi? Kama sio nguvu zako, mimi nitaitwa nani? Kama sio wewe ambaye umenivusha hii bahari, mimi ningekuwa wapi? Kama
kukaribisha wewe Bwana wa matendo, na kukaribisha uliye mfalme wa wafalme, na kukaribisha uliye kimbilio na tegemeo, na kukaribisha uliye msaada wa kweli, na kukaribisha usiyeshindwa Bwana wa majeshi, na kukaribisha Bwana Mungu wa miujiza, na kukaribisha Bwana. Mkaribishe Bwana, mruhusu atawale, mruhusu atawale mawazo yako, mruhusu atawale hangaia siku ya leo. Bwana Yesu karibu, watu wako hao wanakukaribisha. Chukua nafasi yako, songelea mbele za huyu Bwana. Chukua nafasi yako tu, jinyenyekeze mbele zake, mwambie aonekane, mwambie Bwana aonekane, mwambie mimi nisionekane, Bwana aonekane, kwa huduma aonekane, mwambie Bwana ni wewe. Mkaribishe Bwana, ni yeye tanzia mwanzoni, ni yeye tanzia ulipokuwa na mawazo ya kuanzisha huduma, ni yeye aliyekuwa na wewe tanzia ukaanza kuwa mwimbaji, tanzia ukaanza kufikiria kuwa tu muombezi, tanzia wakati huo ulifikiria kuingia kwa hiyo ndoa, tanzia wakati huo uliposema nataka kuwa sasa mimi si kijana tena, mahali nitaenda kuwa baba kwa nyumba. Ni yeye tu amekuwa pamoja nawe, ni yeye tu anayesema nikaribisheni siku ya leo. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tangu mwanzo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tangu mwanzo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Tazama miaka 23 ametubeba, tumeuona mkono wa huyu Bwana. Mihuri 7 imesimama kwa sababu ya huyu Bwana. Kama si huyu Bwana leo hii tungekuwa wapi? Tanzia siku ambayo huko umeingia kwa tumbo la mzazi wako, huyu Bwana alikujua, akakutenga, akakuhifadhi. Ulipokuwa unaona uwezi kwa huduma, huyu Bwana alikuwezesha. Ulipoona uwezi kwa wokovu, huyu Bwana alikuwezesha. Mkaribisha huyu Bwana kwa moyo wako, mkaribisha huyu Roho Bwana, mkaribisha huyu Roho Bwana akatawale sasa. Ni wakati tusongelee Mungu wa ibada akapate kuingia. Kichwa cha kanisa ni Yesu Kristo. Mwambie Bwana Yesu karibu, usichukue, usinyamaze hata kamwe, usitazame mwenzako, achilia moyo wako, fungua moyo, fungua moyo mpendwa, fungua moyo wako, pasa sauti yako, pasa sauti tena sana, mwambie achukue ya pili na ya tatu, mtangulisha huyu Bwana, aingie, afungue hicho kifungo, aondoe hiyo laana ya ukoo na jamii, afute hayo madhabahu, kila nguvu yote iliyoinuliwa kuzimu, ufalme wa kuzuilia ibada isiende through. Ni wakati ukamsogelee Bwana. Karibisha Bwana wa mabwana, karibisha mfalme wa wafalme, karibisha mtetezi wetu, karibisha Bwana Mungu wetu, Prince of Peace, akalete amani yake. Mkaribishe, usinyamaze ndugu yangu, usinyamaze dada yangu, fungua kinywa chako, achilia moyo wako, ufungue moyo, ondoa kila kizuizi chochote kinachokukuzuilia kumwambia Bwana tu karibu. Iwe ni hasira, ondoa; iwe ni kiburi, ondoa; iwe ni uchungu, ondoa. Ondoa vita ndani yako. Mruhusu Bwana aingie, mruhusu Bwana aingie. Mwambie tawala, tawala Roho Bwana, tawala, tunakualika. Mwambie nakualika kwa moyo wangu, nakualika kwa nyumba yangu,
Na kualika kwa ibada ya leo, mwambie tawala Bwana, mwambie tawala uimbaji huu, mwambie tawala uombezi, tawala nabii wa siku ya leo, tawala neno, tawala ibada hii, tawala sherehe iliyoko siku ya leo. Mwambie Bwana tawala. Ni wakati tu mwambie Bwana tawala. Mkaribishe Bwana atawale. Mwambie atawale, maana ni muweza wa yote. Mkaribishe mfalme wa amani. Mkaribishe mfalme wa amani. Akaachilia amani yake kwenye anga yetu. Akafungua hiyo anga. Kila kizuizi kikaondoke. Huyu wa kukamata sauti akaondolewe. Maana Bwana anaingia kutawala. Karibishe Bwana. Mkaribishe Bwana. Asante Roho Bwana. Tunakukaribisha kwa ibada ya leo. Ingia utawala. Ingia utamalaki. Ingia ufanyike jibu la mtu. Ingia Roho Bwana, chunguza kila hali. Chunguza kila mapito. Chunguza nyoyo zetu. Chunguza mawazo. Chunguza mili. Chunguza nafsi. Umeruhusiwa Bwana. Kuanzia madhabahuni mpaka malangoni. Umeruhusiwa kila mahali. Kwa compound yote ya Mihuri 7, maeneo haya ya Pipeline, umeruhusiwa Bwana. Ni wewe tunayekukaribisha.
Mambo hayatakupendeza.